unijalie kwa neema na kwa mamlaka na kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu niweze kusema na kanisa lako yatoka katika moyo wako Mungu wetu, ili kwamba ijulikane kwamba si mimi nisemaye, lakini ni wewe unayelitengeneza kanisa lako. Nami naomba niwe chombo mbele zako katika jina la Mwokozi wetu Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niendelee kuwakumbusha kwamba Jumatatu Mungu alituambia jambo, tulipokuwa tukizungumza lile linalosema kujenga kazi zenye thamani ya manyasi na miti na majani. Mungu akatuambia wajengao hivyo sasa ni wengi kuliko wanaojenga kazi za mawe ya thamani na dhahabu na za fedha. Na kwa hiyo Mungu akatuambia ya kwamba kila mmoja wetu aweke kusudio la moyoni, dhamira ya dhati ya kwamba hata kuwemo kutokea sasa miongoni mwao wajengao kazi zenye thamani ya majani, nyasi na miti ambazo zikijaribiwa kwa moto zinateketea. Maana yake ni kazi ambayo haiwezi kudumu. Akaendelea kusema kwamba alituita tuzae matunda, alituchagua tuzae matunda na matunda yapate kukaa. Haleluya. Kazi za thamani za majani na za miti na za manyasi haziwezi kukaa, hazikai. Ni matunda yasiyokaa. Ni matunda yasiyokaa. Lakini kazi yenye thamani ya dhahabu na fedha na mawe ya thamani ni matunda yanayokaa, matunda yanayodumu. Kwa Mungu alituhimiza sana kwenye hilo, tuzae matunda yanayokaa. Jambo la pili, Mungu alisema na sisi juzi, alikuwa akitueleza ni namna gani mambo yalianza kubomoka. Mungu alituambia mambo yalianza kubomoka watu walipoanza kumnyima nafasi na utawala Roho Mtakatifu kwenye kanisa. Watu walianza kupoteza umuhimu wa Roho Mtakatifu katika kanisa. Walipopoteza umuhimu wa Roho Mtakatifu katika kanisa, ndipo nguvu ya kubomoa yaliyokuwa yamejengwa ilipoanza kutokea, na yale ambayo yalijengwa, ile misingi waliojenga mababa ilianza kubomoka, kwa sababu wale mababa walijenga misingi ile katika Roho Mtakatifu. Walikuwa kiongozwa katika Roho Mtakatifu, walikuwa katika nguvu za Roho Mtakatifu, na wakayajenga waliojenga katika nguvu za Roho Mtakatifu. Na mitume wakatukumbusha kwamba na sisi pia tumejengwa juu ya misingi hiyo ya hao mitume na manabii. Bwana wetu Yesu asifiwe. Baadaye katikati kizazi kilikuja kikaanza kupoteza umaana na umuhimu wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, ndipo misingi na yote yaliyokuwa yamekwisha kujengwa yakaanza kuvunjika. Na yalipovunjika, watu waliendelea kuweka majenzi mbadala. Yanafanana majina lakini sio yenyewe, ni majenzi mbadala. Hayo tunayoyasemea sasa yameshajijenga na yanaendelea kujijenga, ni matokeo ya kutafuta mbadala baada ya yale kubomoka kwa sababu ya Roho Mtakatifu kutokuwepo au kutopewa nafasi ya kulisimamia kanisa na kuliongoza kanisa. Haleluya, kanisa la Mungu. Nakumbuka nyakati za njaa kule Samaria, watu wanasema wanakula mavi ya njiwa kwa sababu njiwa hawapo. Njiwa wangekuwepo, watu wasingekula mavi ya njiwa. Walikula mavi ya njiwa kwa sababu njiwa hawapo. Njiwa waliisha.
Haleluya. Njiwa waliisha, ndio maana wakala mavi ya njiwa. Lakini inafariji, maana njiwa, mavi ya njiwa, neno njiwa limo. Okay, unaweza kufanya mambo nataja Yesu ukafikiri yamo na Yesu yumo. Kumbe Yesu hayumo, ila unakutaja Yesu. Unakula njiwa, mavi ya njiwa, neno njiwa limo kote kote, unafarijika. Unataja njiwa, unajiona kama bado kuna njiwa, bado hata hii ni njiwa. Lakini ni mavi ya njiwa, sio njiwa. Haleluya. Walikula vichwa vya punda kwa sababu punda hawapo. Punda waliliwa wakaisha. Haleluya. Kichwa cha punda ndio punda mwenyewe, unafarijika, ndio punda mwenyewe. Haleluya. Unasema Roho Mtakatifu, unasema, lakini vinavyofanyika sio vya Roho Mtakatifu, lakini nahitajwa ni Roho Mtakatifu, halafu tunafariji nafsi zetu. Tumetengeneza kambadala fulani. Humo ndani jina Roho Mtakatifu linatajwa. Mnadhani vinavyotendeka ni vya Roho Mtakatifu, kumbe vingine sio vya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo watu walivyokula mavi ya njiwa badala ya njiwa, kwa sababu njiwa hawapo, lakini kina kitu ni zao la njiwa, au jina njiwa limo. Kwa hiyo nimesema niwakumbushe tena hayo, niendelee kuyawekea msingi hayo Mungu ametuambia. Na kwa hiyo tunahitaji kurudi katika maisha yanayoongozwa na Roho. Mwandishi wa kitabu cha Wagalatia anasema mkiishi kwa Roho, tukienenda kwa Roho, tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Haleluya. Na nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa Roho. Na jana nilisema maadamu wa tabia ya siri hawezi kabisa kuyapokea mambo ya Roho Mtakatifu, kwa sababu kwake mtu huyo mambo ya Roho Mtakatifu ni upuzi. Wala hawezi kuyapokea kwa sababu yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Yaani huna namna unaweza kuchanganya tabia ya asili hafu wakati huo unataka uendane na mambo ya kiroho, ambacho ndicho kitu kimetutesa mpaka leo. Watu wanapenda tabia ya asili na wanaitetea kwa nguvu zao zote, wakati huo huo wanataka wafanye vitu vya kiroho. Wanataka wafanikiwe kwenye vitu vya kiroho, lakini hawataki kuachana na tabia ya asili. Mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya Roho Mtakatifu, kwa sababu kwake mtu huyo hayo mambo ni upuzi. Wala hawezi kuyapokea kwa sababu yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, na wala yeye bahati mbaya sana hatambuliwi na mtu. Na hapo ndipo nitakapoanzia nikizungumza misingi inapoharibika, mwenye haki anafanya nini? Kwa sababu misingi yakiharibika, hata mwenye haki hatambuliwi. La haki ndilo linahukumiwa kama ovu, na mwenye haki ndiye anayehukumiwa kama mwovu, kwa sababu huyatambua yote, lakini yeye mwenyewe hatambuliwi. Yeye huyatambua yote, lakini yeye mwenyewe hawezi kutambuliwa, hatambuliwi. Mwenye haki huteswa kama waovu kwa sababu hawezi kutambuliwa, japo kwa wao wanatambua mambo ya rohoni. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wenye haki hukataliwa kama waovu kwa sababu wanadamu wa tabia ya rohoni hawawezi kumtambua mwenye haki. Mnaelewa ninachoongea? Lakini wangapi wananielewa ninachosema? Narudia tena, waovu, watu wa tabia ya asili hawaona uwezo wa kumtambua mwenye haki.
wala hawana uwezo wa kumsikia mwenye haki. Haleluya! Hawana uwezo wa kumwelewa mwenye haki, watu wa tabia ya asili. Jina la Yesu libarikiwe. Wanasema yeye mwenyewe hatambuliwi na mtu. Kwa hiyo naomba, nimesema niwakumbushe hayo. Mungu ametuhimiza tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Haleluya! Tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Jana tulipata nafasi ya kumpa fursa Roho Mtakatifu atuhudumie, atutembelee. Wale ambao tulikuwa bado hatujampokea tumpokee, japokuwa tuko na muda wa kuuliza shuhuda. Naamini wapo waliompokea kwa mara ya kwanza, lakini pia ninaamini ya kwamba wapo ambao walijazwa tena. Na siku ile Mungu alituhimiza juzi tujitahidi kuwa tunatafuta kujazwa tena na tena na tena na tena. Tusiridhike na ushuhuda kwamba kuna wakati fulani tulijazwa Roho Mtakatifu, bali tutafutwe kujazwa Roho Mtakatifu tena na tena na tena na tena na tena. Haleluya! Ili kwamba nyakati zote tuendelee kuishi kwa roho. Tuendelee kuishi kwa roho. Bwana wetu Yesu asifiwe. Naomba tufungue Zaburi sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Zaburi sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Maandiko yanasema, Bwana ndiye niliyemkimbilia, mbona mnaiambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu? Maana tazama, wasio haki wanaupinda uta, wanaitia mishale yao katika upote, ili kuwapiga gizani wanyofu wa moyo. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ni moja ya zaburi zilizoandikwa na Mfalme Daudi au zilizoimbwa. Zaburi hizi zilikuwa ni nyimbo, zilikuwa ni tenzi ambazo hao wazee wa miaka hiyo walikuwa wakiziimba, na mara nyingi zilitungwa na kuimba kutokana na wakati huo ni jambo lipi limetokea au ni jambo lipi linaloendelea katika muda huo. Haleluya. Zaburi zingine ziliandikwa na watu wengine, lakini nyingi ya zaburi zilitungwa na kuimbwa na Daudi. Hii hapa ni moja ya zaburi zilizotungwa na kuimbwa na Daudi. Daudi aliimba tenzi hii au zaburi hii katika kipindi alipokuwa amemuua Goliati, na baadaye akahamishwa kazi, akabadilishwa kazi na mfalme kutoka kuchunga kondoo wa baba yake kuja kwa askari katika jeshi la mfalme Sauli, na hasa kwa miongoni mwa wale wa askari wanaomlinda Sauli. Sauli baada ya kuona kijana yule ameua Goliati, alimhamisha kutoka nyumbani kwao, akamweka katika jeshi na akamweka kwenye kile kikosi kinachomlinda mfalme. Daudi ndipo alipofanyia kazi baada ya kumuua Goliati. Na utendaji wa Daudi ulikuwa umetukuka sana. Daudi alikuwa kwanza, mambo Mungu amemjalia kwanza ni ushujaa. Alikuwa mtu shujaa sana.
Daudi alikuwa ni mtu shujaa mno. Daudi si mwoga, alikuwa mtu shujaa kwenye vita. Moyo wa Daudi ulikuwa ni moyo wa ushujaa nyakati zote. Jambo la pili Mungu alikuwa amembariki nalo Daudi alikuwa ni mtu mwenye busara sana. Alikuwa na akili nyingi na alikuwa anajua kutumia akili. Kwa watu walimpenda kwa sababu ya uwezo wake wa kufanya mambo kwa busara. Alikuwa na uwezo mkubwa, kila analolifanya Daudi watu wanaliona hili limetendwa kwa akili, limetendwa kwa busara. Hilo jambo likamsaidia Daudi kukubalika sana mbele za watu. Alikuwa namna yake ya kutenda, anatenda kwa busara sana. Alipewa kuongoza wanajeshi wenzake na wale alioongoza walimfurahia sana. Watu walioongozwa na Daudi walifurahia sana uongozi wake kwa sababu ya namna yake alivyo, ni mtu ambaye anatenda sana kwa busara. Haleluya. Jambo la tatu Daudi alikuwa nalo ni uchaji wa Mungu. Daudi alikuwa ni kijana wakati huo bado, lakini anayemcha Mungu sana. Daudi alikuwa mcha Mungu sana. Ni mtu hodari, ni mtu wa akili au mtu wa busara, lakini mtu mcha Mungu. Daudi alikuwa mcha Mungu sana. Haleluya. Tangu utoto wake amemcha Mungu sana katika familia yao, na ndiyo maana Mungu alimchagua kuwa mfalme akiwa mdogo. Mungu alikuwa anatafuta mfalme kwa sababu mfalme aliyekuwepo amefanya makosa, huyo Sauli, na Mungu amefikia mahali pa kumkataa. Kwa hiyo akamtuma Samueli. Samueli alikuwa anamuombea, nitalisema baadaye, kama wajibu wake. Samueli tangu ile siku wanamsimika Sauli kwa mfalme, Samueli aliwaambia wana wa Israeli kwamba hili jambo halikuwa la Bwana, ila kwa sababu mmetaka ninyi mwe kama mataifa mengine, mpewe mfalme kama mataifa mengine, Mungu amewapa huyu. Lakini hayakuwa ndio hasa makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Samueli akawaambia, mmemkosea Mungu, ila mimi kwa upande wangu sitamtenda dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi. Nitaendelea kuwa nawaombea siku zote. Ndicho Samueli aliwaambia kwamba mmemtenda Mungu dhambi kwa kujitakia mfalme, na mimi sitamtenda Mungu dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi. Kwa Samueli nyakati zote alikuwa analiombea taifa, na hata Sauli alipokuwa anaendelea kukosea, Samueli kama ahadi yake ilivyokuwa tangu mwanzo, hakuwa naacha kuliombea taifa wala kumwombea mfalme. Ndipo siku moja Mungu akamtokea Samueli akamwambia, utamwombea hata lini ikiwa mimi nimemkataa? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaendelea kumwombea kwa sababu alisema hata acha kuwaombea. Kwa hata mfalme alikuwa Samueli anamwombea. Pamoja na makosa mengi alikuwa anafanya, lakini Samueli alikuwa akiendelea kumwombea. Mpaka Mungu alipokuja akamwambia, utamwombea Sauli hata lini ikiwa mimi nimemkataa asiwatawale Israeli? Jaza pembe yako mafuta, nenda Bethlehemu, mimi nimejipatia mfalme huko. Haleluya. Kwa hiyo Daudi alikuwa mdogo wakati huo hayo maneno yanasemwa, na alikuwa akichunga kondoo wa baba yake. Samueli akaenda Bethlehemu, akaitisha mkutano wazee wa Bethlehemu, watu wakakusanyika, amekuja kwa ajili ya ibada, na sadaka ikawa imeletwa. Lakini baadaye akamwomba Yese
alete watoto wake. Yese akaleta watoto wake akiwa amekusudia kupaka mafuta yule ambaye Mungu amemchagua, kwa sababu hata yeye hakumjua. Kwa alipokuja wa kwanza Samueli kadhani ndio huyu, akajaribu kumpaka mafuta, ikawa haikuwezekana, na Mungu akamwambia siangalie mimi uso. Kaja wa pili, mambo yakawa yale yale. Kaja wa tatu, mpaka wakaisha. Na Samueli hakuwa ameambiwa na Mungu kwamba kati ya hao watoto wa Yese nani Mungu amemchagua. Kwa alipoona wameisha na hakuna anayeonekana Mungu amemchagua, kidogo ikataka kumchanganya, akamuuliza Yese, kwani watoto wako wote wapo? Haleluya. Akamuuliza, watoto wako wote wapo? Akasema kuna mmoja mdogo wao hakuja kwa sababu anachunga kondoo. Akasema tumeni aletwe, kwa sababu hatutakaa mpaka atakapokuja. Daudi akaendewa huko anakochungia kondoo, akaja. Alipofika akamwona Samueli, na Mungu akamwambia huyo ndiye. Haleluya. Kijana mdogo mzuri wa uso mwekundu kwa rangi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Samueli akampaka mafuta ili awe mfalme wa Israeli, na hakwenda kuwa mfalme mara moja. Aliendelea na kazi yake ya kuchunga kama kawaida. Baada ya hapo ndipo anapopatia ule ushuhuda wa kuua simba na dubu, na ndipo anapopatia ushuhuda wa kumuua Goliati. Na baada ya kumuua Goliati, mfalme akamuingiza jeshini, akawa mwanajeshi katika jeshi lake, na akamweka miongoni mwa wale wanaomlinda mfalme. Kwa sababu ya hayo maneno, Daudi alikuwa mcha Mungu. Nimerudisha hiyo historia ili kuwathibitishia kwamba Daudi alikuwa mcha Mungu kutokea huko chini, tokea mdogo, na ndio sababu iliyomfanya Mungu akamchagua kuwa mfalme. Ni kwa sababu Mungu alikuwa anatafuta mfalme mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa anatafuta mfalme mcha Mungu, na katika jamii ya watu wakubwa hakutokea mcha Mungu. Ikabidi Mungu achague mtoto mcha Mungu. Haleluya. Baadaye Daudi katika uchaji wake Mungu akamjalia jambo lingine la 4, imani. Mtu wa imani. Daudi alikuwa ni mtu wa imani. Haleluya. Mambo yake anakwambia anayafanya kwa neno la Bwana na kwa jina la Bwana. Soma Zaburi zake nyingi, ameandika maneno hayo. Hata Goliati alimwambia hivyo hivyo, mimi wewe unanijia kwa upanga, mimi nakujia kwa jina la Bwana. Anabeba vitu dhaifu sana kwenda kupigana na mtu hodari wa vita. Anachukua jiwe laini mtoni na kombeo. Hajavaa vyuma vya kujikinga kama maaskari wengine wanapokuwa vitani. Kwa nini? Alikuwa ni mtu wa imani. Daudi alikuwa anaishi maisha ya imani na alitenda mambo yote kwa imani katika Mungu. Hakuwa ni mtu mwenye mashaka katika jambo lolote linalomhusu Mungu. Anapokuwa anataka kufanya jambo, anajua Mungu yuko pamoja naye. Ndani mwake hapakuwa na kitu kinaitwa hofu wala kutia mashaka, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye imani yake kwa Mungu ilikuwa ni kubwa. Mahali pengine anaandika, nasema wengine wanataja magari, wengine wanataja farasi, lakini sisi tunataja jina la Bwana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hayo mambo 4 yalimtambulisha Daudi. Daudi alikuwa anatambulishwa na hayo mambo 4. Mtu hodari, mtu wa imani, mcha Mungu. Wengine imesema nini? Mtu wa akili. Akili na busara ameyaweka pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mtu wa akili. Haleluya. Hayo ni mambo yalimtambulisha mfalme Daudi. Sasa katika kipindi hicho, mfalme alipoona Daudi anaongezeka umaarufu katika jeshi, hofu ikamwingia kwamba huyu anavyosifiwa hivi
muda wowote watu wanaweza akanipindua, halafu yeye ndio akampa kuwa mfalme. Kwa hiyo ule uhodari wote ukawa kama dhambi anafanya, na anapaswa kuadhibiwa kwa uhodari huo na kwa ule utendaji bora wake, kwa ile akili njema aliyonayo na kwa ule uchaji Mungu, ambavyo vyote kwa pamoja vinampa kibali mbele za watu, yakaonekana kama ni dhambi inayostahili kuuawa. Yaani hukumu yake ni kuuawa. Hakuwa anatafuta kumuua kwa sababu kuna kosa kafanya, lakini hayo matendo ya haki, hayo yaliyokuwa ndio sifa zake, ndio yaliyokuwa kwayo anahukumiwa kifo. Haleluya. Ilikuwa ni kwa sababu ya hayo anastahili kufa, anatafutwa kuuawa, si kwa sababu amefanya uhaini wa namna yote ile wala uasi wa namna yote ile. Anauawa kwa sababu ya sifa alizonazo zinazotokana na matendo yake ya haki anayoyatenda na njia zake za haki anazotembea nazo. Kwa hizo alikuwa anahukumiwa kuuawa. Haleluya. Anakimbia, ni mtu wa kuishi mapangoni, ni mtu wa kuishi kwenye nyika, kila mahali anakimbia, milimani. Wakati fulani alikuwa Karmeli, ndio walikutana watumishi wa Nabali huko. Wakati fulani alikuwa kwenye pango la Adulamu, wakati wengine alikuwa kule Engedi kwenye milima ya kule. Kila mahali amekimbia, alikuwa anakimbia kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo katika kipindi hicho akaandika wimbo huu, akasema, Bwana ndiye niliyemkimbilia, mbona mnaniambia nafsi yangu, kimbia kama ndege milimani kwenu? Alikuwa ni mtu wa kukimbia hivyo milimani, mapangoni, wapi, nyikani. Kwa katika mazingira hayo na mapito magumu hayo, akaandika huu wimbo unaoanza kwa kusema, Bwana ndiye niliyemkimbilia, mbona mnaiambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu? Maana tazama, wasio haki wanaupinda uta, wanaitia mishale yao katika upote, ili kuwapiga gizani wanyofu wa moyo. Haleluya. Wasio haki wanapinda uta ili wapige wanyofu wa moyo, ili wawaangamize wanyofu wa moyo. Haleluya. Wanyofu wa moyo wanaonekana wanastahili kufa kwa sababu ya unyofu wao wa moyo. Inageuka kuwa hatia inayowastahilisha wafe. Kwa wasio haki wameweka mishale yao kwenye upote, wanataka wapige mishale wanyofu wa moyo, wanataka waue wanyofu wa moyo. Alikuwa anaimba nyimbo hizo wakati anakimbizwa na kuindwa na majeshi ya mfalme kila mahali anakokimbilia. Bwana wetu Yesu asifiwe. Haleluya. Na akasema yote yanasababishwa na nini? Kuna misingi imeachwa. Haleluya. Mambo hayawezi kuwa hivyo mpaka kuwe kuna misingi imeharibika. Misingi ile ambayo ni misingi ya haki iliwekwa na Mungu kwa kitabu chake kilichokuwa kinawaongoza, kinachoitwa Torati. Wakati ule nchi katika Israeli ilikuwa haiongozwi na katiba nyingine. Torati ilikuwa ndio katiba ya nchi. Ilikuwa inaongoza mambo ya kiroho na inaongoza mambo ya kiutawala pia. Mambo ya kiutawala na ya kiroho yote yaliongozwa na kitu kimoja, kilikuwa kinaitwa kitabu cha Torati. Na kwenye kitabu cha Torati Mungu alijenga misingi ambayo italiongoza taifa lake kwa haki. Haleluya. Na mmoja aliandika kasema, ni Mungu gani mwenye haki kama Mungu wa Israeli, na ni sheria zipi zenye haki kama kitabu hiki? Kitabu kile kilikuwa ni kitabu
chenye sheria zenye haki. Haleluya. Na nchi ilikuwa inajengwa katika misingi ya haki kwa kutumia kitabu kile ambacho kikigeuka upande wa utawala kinatenda kazi kama katiba ya nchi. Kitabu kile kile kilikuwa kwenye ibada ndio kiongozi cha ibada. Kikienda kwenye utawala, kitabu kile kile ndio kilikuwa katiba. Hapakuwa na nchi yenye sheria zenye haki kama sheria za kitabu kile kinachoitwa kitabu cha Torati. Haleluya. Ambacho kililenga kiongoze watu wa Mungu kwa haki, kiongoze taifa la Mungu kwa haki. Watawala wote waliongoze lile taifa kwa kuzingatia kile kitabu, na viongozi wa kiroho pia walilishe kundi la Mungu kwa kuzingatia maongozo ya kile kitabu. Kitabu chenye haki kilichokuwa kinaweza kuongoza maisha ya kiroho. Makuhani na manabii walitakiwa kitumie waongoze watu wake kiroho kwa haki. Wafalme na watawala wa nchi na waamuzi walitakiwa wakienda kwenye kesi watumie kitabu kile kiamue kesi zao kwa haki. Haleluya. Kiamue mashauri yote, daawa zote, migogoro yote katikati ya jamii ya Israeli iamuliwe kwa haki, kwa sheria za kile kitabu. Kilikuwa kinaitwa ni kitabu chenye sheria zenye haki, kitabu cha Torati. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Sauli akakiacha. Kwa lugha nyingine, akaacha misingi iliyokuwa imewekwa kwa ajili ya kuliongoza taifa kwa amani. Haleluya. Na kwa haki. Mfalme Sauli akaacha misingi. Ndio maana alikuwa hapa Daudi anakimbia, anawindwa kuuawa kwa sababu ya njia zake za haki na kwa sababu ya sifa zake za haki. Ndipo kwenye Zaburi yake akaandika kasema, haya mambo yanatokea kwa sababu misingi imeharibika. Jina la Yesu libarikiwe. Wenye haki wanawindwa kuuawa kwa sababu misingi imeharibika. Jina la Yesu libarikiwe. Wasio haki wanaweka mishale kwenye upote wawaue wenye haki kwa sababu misingi imeharibika. Kasema misingi ikiharibika, mwenye haki anafanya nini? Jina la Yesu libarikiwe. Misingi ikiharibika. Kwa ndugu zangu, kanisa likiondoka kwenye haki ya Mungu. Haleluya. Na haki ya Mungu sisi hatukuipata kwenye Torati. Sisi tumeipata msalabani. Damu ya msalabani ilikidhi vigezo vyote ambavyo Mungu alikuwa anavitafuta kwenye Torati ili vifanye mwanadamu aweze kuishi kwa haki mbele za Mungu. Narudia tena. Damu ya Yesu ya msalabani ilikidhi matakwa yote ambayo Mungu alikuwa anayatafuta wakati anaweka Torati, yatakaomwezesha mwanadamu kuishi maisha ya haki mbele zake. Damu ya Yesu ya msalabani iliweza kukidhi yale matakwa yote yaliyokuwa ndani ya Torati. Ndio maana mwana wa Mungu alisema, mimi sikuja kuondoa Torati au kuitangua, bali nimekuja kuitimiliza. Kwa maana kwamba katika damu yake ya msalabani kumetokea kila kinachohitajika kukidhi matakwa ambayo Torati ilikuwa inayatafuta kumfanya mwanadamu aishi kwa haki mbele za Mungu. Haleluya. Damu ya Yesu. Sasa Mungu akatuweka juu ya msingi wa Yesu. Sio Yesu tu,
Yesu aliyesulubiwa. Haleluya. Unajua ukisema Yesu, sisi huku hakuna mtu mwingine anaweza kuitwa Yesu. Lile jina limetukuka kiasi kwamba hakuna hata anayejaribu kusema mimi jamani nimemwita mtoto wangu Yesu. Haleluya. Lakini tunawaita, ukienda kwenye tafsiri zake, Yesu ni neno limechipuka kutoka kwenye Kiyunani, lakini kwenye Kiebrania ni Yeshua, na Yeshua ndio tunaita Joshua au Yoshua. Wanaoitwa Yesu wapo. Ndio maana ikawa makini sana kusema sio Yesu tu, manake unaweza kuweka mayoshua yote humu ndani na yule wa kwangu, lakini Bwana Yesu sio sana. Haleluya. Lazima useme Yesu aliyesulubiwa. Hata ukisema Yoshua, huyu aliyesulubiwa. Bwana Yesu sio sana. Yesu aliyesulubiwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Naomba nije katika kitabu hiki cha Waebrania, wa Korinto. Korinto, waraka wa kwanza. Moja linasema katika mstari wa 18, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mstari wa 22, 23 mpaka 25 inasema, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Tunamhubiri nani? Kristo aliyesulubiwa. Haleluya. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. He is Christ, the power of God and the wisdom of God. Kwa Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani ni upuzi, lakini kwa waitwao ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Mwamini asipoweka msingi wa kuokoka kwake, hapo msingi imeharibika. Haleluya. Hekima ya kanisa, hekima ya mhubiri, hekima ya mtendakazi katika kanisa la Mungu na katika ufalme wa Mungu isiposimamia hapo, misingi imeharibika. Na misingi imeharibika, wanaobaki kwenye misingi wanakuwa wahanga. Hata makanisani nasikitika kusema, wenye misingi kiharibika, wanaobaki wanasimamia haki wanaanza kushambuliwa. Kwa sababu misingi kiharibika, wanaobaki wenye haki wanaanza kuhukumiwa, wanaanza kuonekana waovu, wanaanza kuonekana kikwazo. Mahali popote misingi ikiharibika, wenye haki wanaanza kuwa wahanga. Miaka fulani huko nyuma niliwahi kukaribisha wageni. Sasa mambo Mungu aliwaambia mimi sijui waliyasikia sangapi na wapi, lakini yalikuwa halisi. Wakayahubiri kwenye semina. Nilitiwa msukosuko na waamini tu kama nini. Ninao wachunga. Nikapata msukosuko kweli kweli. Ametuitia watu wa kututukana. Amewaambia
Mimi utaratibu wa kuambia watu, kwani sina Mungu mpaka nitie mtu kunisemea kanisani? Mimi nikiona jambo nataka kukemea kanisani, sina simama tu nalikemea. Mpaka niite mtu aje nisaidie kukemea kanisa mimi? Labda kama sijawa mchungaji. Mimi nimetoka kwa mchungaji, siogopi kukemea jambo ninalotakiwa kukemea. Kwa nini? Mimi si ndo Mungu ameniamini kuwa mchungaji? Kwa nini sikemee? Mpaka niite mtu njoo nisaidie kukemea. Kwa nini? Mimi siwezi kuita mtu kukemea. Jambo nikiona hili la stahili kukemewa, nasimama hapo nalikemea. Na Mungu amenipa dhamana hiyo na mamlaka hiyo na uwezo huo. Sihitaji kualika mtu wa kunisaidia kukemea. Watu wakanijia juu, kweli umetuitia watu. Tia watu mimi. Haleluya. Na halafu tangu nimeanza kuwa mchungaji siai kuambia mtu njoo unisaidie kufundisha jambo fulani kanisa. Sijawahi. Kila mtu nayemalika namwambia wewe fundisha atakachokuambia Mungu kufundisha. Mahali pekee tunamwambia mtu kufundisha jambo ni makongamano. Makongamano tunawapangiaga masomo. Utafundisha utoaji, wewe utafundisha maombi, wewe utafundisha utumishi, wewe utafundisha ndoa kwenye makongamano. Lakini semina za kanisani, kwa nini mwambie mtu njoo ufundishe kitu? Kwani mimi siwezi kukifundisha? Haleluya. Mimi nachoona kinafaa nilifundishe kanisa, nalifundisha. Hata kama watu wangedhani ni gumu, nalifundisha. Wanaogopa nani? Si nimepewa kazi hiyo? Na hili si nikundi Mungu amenipa. Kwa nini silifundisha? Bwana Yesu asifiwe sana. Kawaishu. Mambo yaliyofuata yalikuwa magumu sana kwangu na mke wangu. Tulipata changamoto nyingi sana. Lakini imetokea kwa watu walimehubiri. Bahati mbaya hizo siku zikawa karibu na msiba wa baba yetu. Tulikosa nauli ya kwenda kwenye kuzika baba yetu. Tumeleta watu wametukana watu. Haleluya, haleluya. Misingi ikiharibika, mwenye haki anafanya nini? Mungu alikuja kuzungumza ujumbe, kumbe anazungumza katikati ya mahali misingi imeshaharibika. Misingi ikiharibika, mwenye haki ni victim muda wote. Mwenye haki anakuwa muhanga. Miaka mingine hapo nyuma alikuja mwingine tena akazungumza mambo ya utoaji, akazungumza niliambiwa sasa kuna mtu amekuja akafundisha zake. Nikaambiwa kwa uso mkavu na mtu ninaye mchunga, mchungaji wewe unapenda pesa, kwamba nimemtuma aje afundishe watu kutoa zaka. Jina la Yesu libarikiwe. Kama mimi nimetuma mtu aje afundishe watu kutoa zaka, kwa nini mimi siwezi kufundisha kutoa zaka? Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Nikaambiwa napenda pesa. Misingi ikiharibika, mwenye haki anafanya nini? Nuhu aliishi kipindi misingi imeharibika. Haleluya. Aliteseka. Kwa neema ya Mungu akamtuma kutengeneza safina, lakini haikuwa kazi ndogo, kubwa. Kazi ya miaka mingi sana kuikamilisha. Kwa nini? Misingi imeharibika. Lutu alikwenda Sodoma na Gomora. Mnasema akajitesa nafsi yake yenye haki kwa ajili ya wale wasiomcha Mungu. Biblia ya Kiingereza imetumia kwa ajili ya wale watu wasiofuata sheria. The lawlessness. Nini? Ameenda mahali misingi imeharibika. Akawa nafsi inayoteseka siku zote, kwa sababu anaishi katikati ya mahali na katikati ya watu wote. Anakwenda kununua chumvi, anunua chumvi kwa mwenye duka, misingi imeharibika.
anakwenda anapoenda kufanya biashara, kuuza yeye anachouza, anauzia watu, misingi imeharibika. Anapoenda kufanya kazi au kushirikiana na jambo na majirani, anashirikiana na majirani, iwe ni msiba, iwe ni harusi, misingi imeharibika. Anaishi na watu kila kona, misingi imeharibika. Kwa nafsi yake inateseka kila kona na kila upande anaogeukia, kwa sababu hakuna akienda sokoni, anafanya biashara na watu, misingi imeharibika. Haleluya. Akialika watu, njoo kuna tukio nyumbani kwangu, wanaokuja wote, misingi imeharibika. Si kama sasa hivi. Juzi siliwaambia kuna watu wameokoka, kabla wanywa pombe hawajasema hatutakuja msipoweka pombe. Yule ambaye tulidhani mwenye haki ndiye anaanza pombe iwepo, kwa sababu isipokuwepo akina mjomba na kina nani hata kuja. Aliokoka ndiye anayetetea pombe, hata kabla wao wenyewe hawajaongea, yeye ndiye anaongea. Jamani, msipoweka watakataa kuja. Wamesema hawatakuja, si waje waseme wenyewe? Wewe ndio unawasemea. Misingi imeharibika. Jina la Yesu libarikiwe. Hakuna maisha magumu kama kukaa mahali misingi imeharibika. Haleluya, haleluya. Mungu awabariki sana. Kwa miaka ambayo nimechunga katika vipindi tofauti tofauti, kanisa katika phases mbalimbali, katika mifanano tofauti tofauti. Kanisa sio lile siku zote, huwa kuna mabadiliko yanajitokeza hapa na pale. Unachunga katika kama kwenye awamu fulani fulani. Hakuna kipindi kinatesa mchungaji kama ile miaka au zile nyakati tunapochunga kanisa, waumini wengi wametoka kwenye misingi. Hakuna kipindi mchungaji anateseka kama kipindi kanisa napitia nyakati ambazo idadi kubwa ya waamini wameacha misingi. Kinakuwa ni kipindi kigumu kwa mchungaji, hasa kiwa mchungaji mwenye haki. Kinakuwa kipindi kigumu kwa mchungaji kwa kuwa anachunga idadi kubwa ya kanisa wameondoka kwenye misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Misingi ikiharibika, mwenye haki anafanya nini? Haleluya. Kuharibika kwa misingi ndio kulitia kina Yeremia kwenye mashimo, magereza, walifungiwa kwenye miti, walifungiwa ndani ya mashimo, tupwa ndani ya mashimo. Misingi imeharibika. Anawaambia watu watubu, vinginevyo hukumu inakuja. Wanakamata, wanafunga, mara wanakamata watupa shimoni, mara wanapiga. Misingi imeharibika. Daudi analala kwenye mapango na kwenye mashimo, misingi imeharibika. Mtawala ndio wa hivyo, anatawala lakini misingi ameacha. Misingi imeharibika. Haleluya. Yesu walimpinga sana. Nyakati zingine anahubiri kwa haki, wanampeleka kwenye kilima umtupe. Nyakati zingine wanataka sijui wamfanyeje. Misingi imeharibika. Nyakati zingine anakwenda Yerusalemu kwa kujificha. Misingi imeharibika. Jina la Yesu libarikiwe. Misingi imeharibika. Na siku nyingine akaamua kutimiza maandiko, akachukua hatua. Watu wanauza vitu havipaswi kuuzwa kwenye hekalu. Misingi imeharibika. Watu haogopi kuleta kondoo kuuzia kwenye hekalu, ufanya biashara ya kubadili fedha kwenye hekalu. Misingi imeharibika. Haleluya. Kuna jambo na mimi niliwahi kukemea wakati fulani. Mtu anakuja na hela 10,000, anaingiza mkono kwenye kikapu cha sadaka, anatoa 8,000, anaacha 2,000. Humo yani ndani ya foleni ya kutoa sadaka, tumbukiza 10,000 anaibuka na 8,000. Ametoa sadaka 2,000. Misingi imeharibika. Unatoaje sadaka ndani ya kikapu kilichowekwa wakfu?
Ngoja mimi niwaambie kabisa, hata kama mmekosea, ulitaka kutoa 20 zilikuwa pamoja, umeshindwa kuzichambua kwa kidogo. Kuna watu wanachambuaga hivi, zikatoka 3,30,000 zimeshaenda, usirudi. Kama kilichoenda kwa mganga hakirudi, kwa nini kilichoenda kwa Mungu kirudi? Haleluya. Haleluya. Si mnasemaga kilichoenda kwa mganga? Kwa nini kilichoenda kwa Mungu kirudi? Umeshaiweka, imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachomoa hivi, ulidhani utachomoa 2,000, mara umechomoa 10,000. Imeshachomoka, wewe weka tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sijui hayo nimesema kiutani, lakini kuna jambo nawafundisha. Kuna jambo mimi nawafundisha. Mungu awasaidie. Mungu awatie akili za moyoni. Mungu awape akili za Mungu. Awape kutembea katika haki. Awape kutembea kwenye misingi. Misingi ikiharibika, hakuna haki, na mwenye haki anakuwa ndiye mwathiriwa. Hii haiko kwenye kanisa tu. Hii haiko kwenye Biblia kina Sauli. Kila mahali, hata kwenye ukoo wenu, misingi ikiharibika, wenye haki wanakuwa maadui wa mkoo mzima. Wengine wanatulijwa, wanatengwa na ukoo. Kuna watu wenye haki wanatulijwa kabisa, si kwa sababu ya makosa, wanatengwa kwa sababu ya haki. Ukoo haukubaliani na walichosimamia. Tunakwenda pamoja. Maofisini huko mnakofanyia kazi ni hivyo hivyo. Misingi ikiharibika, wararushwa na wezi, wanapanda vyeo. Wenye haki wanatafutiwa namna gani watolewe. Misingi ikiharibika. Tusimame. Tusimame, watu wa Mungu. Kumbuka maisha ya namna ambavyo vipindi kadhaa vilipita juu ya Israeli misingi ilipoharibika. Mateso mengi yaliwapata kwa sababu ya misingi kuharibika. Ninaomba jioni ya leo, kama tulivyoomba jana tulikuwa tukitubu na kuomba rehema kwa yale ambayo tumeyatenda kwa kutoka kwenye misingi na kuacha misingi. Leo naomba tuombe tena, kila mtu ajiombee na kila mmoja aliombee kanisa la Mungu, kwa maana ya kanisa la mahali hapa tulipo na kanisa la Mungu katika upana wa mwili wa Kristo. Tuliombee lirudi kwenye misingi. Leo si toba. Jana tuliomba toba, lakini leo tuombe sasa Mungu atupe neema na mambo haya, kama ambavyo Roho wa Mungu alituambia wakati fulani, ni kudhamiria. Lazima useme na badilisha lifestyle. Jana tulianza na uliza shuhuda. Nitamani kusikia watu wanasema nini walikotoka. Watu walikosa cha kusema. Niliumia sana, kwa sababu nitegemea watu waseme kuna mahali nimetoka, hili somo limenitoa mahali fulani, najisikia kurudi kwenye nafasi. Hakuna alikuwa na kitu cha kusema. Wengine walazimisha wakatoa shuhuda chache, lakini watu kimsingi walikuwa wana cha kusema. Bado nikasikia mbona kama hawajaelewa, mbona kama tutamaliza wabaki vile vile. Kama mtu anakosa cha kusema, huyu tukimaliza atakuwa amepiga hatua, sasa tabaki vile. Maana hakuna kitu anaweza kunoti kwamba kuna mahali natoka na kuna mahali naelekea. Hana uwezo wa kunoti kwamba kuna kitu kimeondoka na kuna kitu kimeingia. Jana wakati nauliza, nilikuwa natafuta nijue kama kuna kitu kimeingia na kuna kitu kimetoka. Nikagundua watu bado hawaelewi.
bado hata hawaoni kitu kilichokuwa kinaendelea. Lakini tarajia kwa siku 8 ambazo tumeshatembea, sijui 9, kuna watu wanaweza kusema kweli kuna kitu kimeingia, kuna maisha nimeyaanza, na mahali nilikuwa kuna maisha nayaanza sasa. Mwambie Mungu, nisaidie katika jioni leo niweze kurudi kwenye misingi. Jana ulitazama misingi uliokuwa umepoteza, sasa leo tunaomba rudi kwenye misingi. Mwambie Mungu akupe neema na nguvu ya kurudi kwenye misingi. Niombee kanisa lirudi kwenye misingi. Ombea watumishi wake turudi kwenye misingi. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, jioni hii ya leo nimehudhuria mbele zako. Asante kwa kusema nami, asante kwa kuzungumza nami. Ninaomba nisaidie nisiwe miongoni mwao waliotoka kwenye misingi na kuendelea kuishi nje ya misingi. Nakiri kwamba kuna maeneo nimegundua kwamba nilitoka kwenye misingi, lakini leo naomba Mungu unisaidie niwe na nguvu za kurudi kwenye misingi, kuishi ndani ya misingi na kutembea katika misingi, kutenda ndani ya misingi iliyokwisha kuwekwa katika jina la Yesu. Maana nimeona kwamba misingi ikiharibika, waliotoka kwenye misingi wanawatesa waliobaki kwenye misingi. Naomba nisaidie kwa namna yote ile, kwa kujua au kutojua, nisiwatese watu wako walio wenye haki kuliko mimi, nisiwe sababu ya maumivu ya watu wako walio wenye haki kuliko mimi. Katika jina la Yesu, nisaidie kukaa katika msingi, nisaidie kuishi katika msingi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba naliombea kanisa lote Bwana. Tuko wengi Bwana, wengine hawako hapa Bwana. Baba, wasaidie Bwana, lirejeze kanisa, lirudishe kanisa katika misingi iliyokwisha kuwekwa. Asante Bwana, asante Bwana. Tunaamini kukuona katika huu mwanzo mpya, tunaamini kukuona katika huu mwanzo mpya, katika jina la Yesu. Aya, endelea kuomba kila moja, endelea kuomba mwenyewe, endelea kuomba mwenyewe, endelea kuomba mwenyewe. Tuombee kurudi kwenye misingi, niombee kanisa kurudi tena katika misingi. Kanisa lisitese kanisa lisiumize kanisa lisiharibu kanisa kwa sababu kutoka kwenye misingi. Kanisa lisiwaumize walio wenye haki kwa sababu ya kutoka kwenye misingi, katika jina la Yesu. Ramashaka yamashaka ya baba yamatakarabotekaseke yamashakaraboko ya bagaseke yamatarabokore ya bagaseke yamashapokore ya bagaseke yamandarabokore ya bagasata yamashapokore ya bagaseke yamashapokore ya bagasaka yamashapokore ya bagasaka yamatakaramondo ya bagaseke yamashapokore ya bagaseke yamashakore ya bagatekaseke yamashapokore ya bagaseke. Tusaidie Yesu, tusaidie Masihi, tusaidie Bwana mabwana, tusaidie ngome imara, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Tunalia mbele zako, tunalia mbele zako. Tusaidie Bwana, tusaidie Mwokozi, tusaidie Bwana wa Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Yamashakaraboseke yamatakaraboseke yamashapokoria bagaseke yamashapokoria bagaseke yamashakarabotekaseke yamashakorabagaseke yamashapokoria bagaseke yamashapokoria bagaseke yamashakoria bagaseke yamandaraboko ya bagaseke yamataraboko ya bagaseke
Yamashapoko ya bagaseke. Yemondoraboko ya bagaseke. Yamashapoko ya bagasete. Yandaraboko ya bagasete rebosanda. Yamashapoko ya bagaseke. Yamandaraboko ya bagaseke. Yamashapoko ya bagasete. Yamashakori ya bagasete reko ya bagaseke. Yamashakaraboko ya bagaseke. Yamandaraboko ya bagaseke. Yemondorabaseka ya bogoseke. Yamashakaraboko ya bagaseke. Yamandaraboko ya bagaseke. Yaparaboko ya bagasete reboseke. Yamashapoko ya bagasete. Yamashapoko ya bagaseke. Yamashapoko ya bagasete. Yamashakori ya bagaseke. Yendaraboko ya bagasete raboseke. Yamashapoko ya bagasete. Yamatarando ya bagaseke. Baba mtakatifu, tuko mbele zako, tuko mbele zako Mwokozi. Ni kweli tunaenda kuona, tunaenda kutazama, tunaenda kutazamishwa bahali ambapo Bwana panalisha, panaumiza, kwa sababu ni kweli yako maeneo mengi misingi imeharibika, misingi imeachwa. Baba tunaomba katika jina la Yesu, Baba tunaomba katika jina la Yesu, rudisha kanisa Bwana, rudisha kanisa Jehova, rudisha kanisa Bwana kwenye misingi iliyolijenga kanisa la Agano Jipya, misingi ambayo kanisa la Agano Jipya lilijengwa juu yake. Mitume wako na manabii wa kwanza ambao walijenga misingi ya kanisa la kwanza, ile misingi waliolijengea, tusaidie kurudi tena katika ile misingi Bwana iliyojenga kanisa la Agano Jipya, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Yamashakarabosaka, Yamashakarabosaka, Yamandarabokoriabagasaka, Yamashakorabagasaka, Yamandarabokoyabagaseke, Yamandarabokoyabagasete, Yamashapokoriabagaseke, Yamashapokoyabagasete, Yamandarabokoyabagaseke, Yamashapokoriabagasaka, Yamandarabokoyabagaseke, Yamenderekoriabagaseke, Yamashakoriabagasete, Yamashapokoyabagaseke, Yamashapokoyabagaseke, Yamendaramondoyabagaseke, Yamashapokoyabagaseke, Yamashapokoyabagaseke, Yamenderekoyabagaseke, Yamashakoyabagaseke, Yamandarabokoyabagaseke, Yamendaratoriabagaseke, Yenderekoyabagasaka, Yameshakoyabagaseke, Yamendarabokoyabagaseta, Yamashakaradoyabagaseke, Yemondorobodoyabagaseke, Yameshapokoyabagasete, Yamashapokoyabagaseke, Yenderekoyabagasaka, Yanderekoyabagaseke, Yameshakoyabagasaka, Yamandarabokoyabagaseke, Yandarabokoyabagaseke, Yenderekoyabagasaka, Yamashakarabosaka. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Mwokozi, tusaidie Bwana majeshi, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Rejesha Bwana, rejesha Bwana, rejesha Bwana, rejesha Bwana. Weka dhamira, weka dhamira, weka dhamira, weka maamuzi ndani ya kila moja, weka maamuzi ya kurudi, ya kurudi katika misingi ndani ya kila moja, waume kwa wake, watoto kwa wakubwa. Bwana, weka dhamira ya kurejea tena katika misingi, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Najitisha mbele zako Bwana, najitisha chini ya mamlaka yako Yesu. Utusaidie Bwana, utuendeshe katika njia za haki, utuendeshe kwa Roho wako, utuendeshe kwa Roho wako Bwana, utuendeshe kwa moto wa nguvu za mbinguni, moto wa Roho Takatifu, katika jina la Yesu. Tutembee pasavyo mbele zako Bwana, tutembee katika misingi iliyojenga kanisa lako, kanisa la kwanza la Agano Jipya,
katika jina la Yesu wa Nazareti. Mwana Mungu aliye hai, inua moto, inua uamsho ndani ya kanisa, inua uamsho juu ya kila moja Bwana. Washa moto ambao Bwana hakuna nguvu itauzima. Uwe ni moto ambao Bwana utaweza kusambaa, utaweza kushika wengi, utaweza kuamsha wengi katika jina la Yesu. Utaweza kuponya wengi, utaweza kuganga wengi, utaweza kutenda makuu, utaweza kutenda miujiza. Moto Roho wako Takatifu katika jina la Yesu, moto wa uamsho Bwana ambao utamrejesha kila moja mahali pake katika neema hii ambayo utupatia kupitia damu ya msalaba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwana Mungu aliye hai, ya mashakarabosaka, ya mashakarabosaka, ya mashapokorabagasata, ya mashapokoreabagasata, ya mashapokoreabagasata, ya mashapokoreabagasata, ya mashapokoreabagasite, ya mashapokoreabagasite. Kristo usimame, wewe ndio Bwana wa kanisa. Kristo usimame, ubaki ni Bwana katika kanisa. Uwe Bwana wa kanisa, wewe ndio kwa Bwana wa kanisa. Wewe ndio Bwana wa kanisa, mkombozi wa kanisa, kiongozi wa kanisa. Katika jina la Yesu tunaomba na kusimama. Ulisimame kanisa Bwana, ulisimamie kanisa Bwana, ulitengeneze kanisa Bwana. Tunaomba Bwana ufanye matengenezo, wende kusababisha matengenezo makubwa katika maisha ya wengi, katika mioyo ya wengi Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti. Mwana Mungu aliye hai, ya pagashakarabosaka, ya mandaraboko ya bagaseta, ya mashakaraboko ya bagasiti, ya mashapoko ya bagasata, ya mashakaraboko ya bagasiti, ya mashapoko ya bagasete, ya mashakarabosiki, ya mashakaraboko ya bagasiti, ya mashapoko ya bagasata, ya mashapoko ya bagasiti, ya mashapoko ya bagaseta, ya mandaraboko ya bagasita, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Mwana Mungu aliye hai, tunanyenyekea Bwana, tunanyenyekea Bwana, tunakuhitaji Bwana. Tusaidie tukuone Bwana, tusaidie tukuone Bwana. Uwepo wako usitupungukie, nguvu zako usitupungukie, utukufu wako usipungue katika kanisa lako, uwepo wako usipungue katika kanisa lako, utukufu wako usipungue katikati ya wacha Mungu wako, katika jina la Yesu wa Nazareti. Mwana Mungu aliye hai, ya karabosaka, ya mandaraboko ya bagasika, ya mashakarabosaka, ya mandarabosaka, ya mashakarabosaka, katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Mungu aliye hai, tunasema asante Bwana, tunasema asante Yesu, tunasema asante Masihi, tunasema asante Bwana wa Bwana. Pokea utukufu Yesu, pokea shukrani Bwana, pokea shukrani Bwana. Naomba tusimame. Ramashakarabosaka, ya mashapokorabasiki, kirandarabosaka. Oh ya masaka, oh ya mashakarabosaka. Moyoni mwako jisikie kufanya maamuzi, jisikie deni linalokutaka kufanya maamuzi ya kurejea kwenye misingi. Tumeomba, Mungu yuko pamoja nasi, na Mungu yu radhi kutusaidia kurudi kwenye misingi, lakini lazima ndani mwetu kuwepo na maamuzi. Lazima kuwepo na maamuzi ya kurudi tena kwenye misingi waliojenga mitume na manabii ambao sisi tumejengwa juu yake. Maamuzi ya kukaa kwenye ule msingi uliowekwa na Mungu.
maamuzi ya kurudi kwenye mwamba na kusimama kwenye mwamba ule. Inahitaji kudhamiria, inahitaji kukubali. Neema inatosha kutusaidia na kutuwezesha. Neema ya kazi iliyotendwa msalabani ikakamilika, ikamalizika, inatosha kutuwezesha. Tufanye tu maamuzi. Neema ya kutuwezesha ipo. Neema ya kutusimamisha ipo. Neema ya kutuendesha katika njia za haki ipo. Neema ya kutufanya tuishi maisha wenye haki ipo. Neema ya kutuwezesha ipo. Tunahitaji sisi tu tufanye maamuzi, lakini neema ya kutosha kutusaidia ipo. Dhamiria katika jina la Yesu. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu, asante kwa upendo huu. Ni upendo wa ajabu. Umesema unayempenda unamwonya, unayempenda unamrudi. Asante kwa kunikumbusha. Mengine kwangu yamekuwa ni maonyo, mengine yamekuwa ni marudi, na mengine ni maelekezo, na mengine ni mafundisho. Katika yote Bwana, ninakubali Bwana. Ninakubali Yesu. Ninakubali Yesu. Ninakubali Bwana. Nitafuata kwa kadri ya neema utakaonipa siku kwa siku. Ninakubali kukufuata. Ninakubali kurudi kwenye msingi. Ninakubali kutembea katika haki na katika njia za haki. Ninakubali kuziishi njia za haki katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu niko tayari Bwana. Asante kwa uwezesho. Asante kwa neema ya uwezesho uliokwisha kuiachilia, uliokwisha kuitoa, itakaoniwezesha, itakaonisaidia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Haleluya. Baba, naomba nikushukuru kwa sababu